jina lako Baba, kwa ajili ya Baba wa rehema, chakula chetu cha kiroho, maana neno lako ni chakula cha kiroho. Baba, tuko tayari kula na kunywa mbele zako Baba. Tulapo Baba wa rehema chakula cha kiroho, itibu Baba nafsi, roho na mwili wa kila mmoja, ing'oe mapando yote na kuharibu kazi yote kabisa. Na Baba, chakula hicho Baba kituumbe tena upya. Nashukuru jina lako kwa ajili ya taifa letu, uchumi na hata viongozi wetu wote Baba, endelea kuwalinda vyema. Waongoze Baba wa rehema katika kutuongoza vizuri. Na Baba, linda taifa letu, linda makabila yote, linda mipaka yetu Baba wa rehema. Na Baba, linda na Baba majirani zetu, linda Baba mataifa yote. Shetani anafanya vurugu, maana ni wakati wa neno lako kupenya na kwenda katika mataifa hayo yote. Na Baba, tuko tayari wewe ututumie kama Baba vyombo vyako vitakatifu, na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jana tulikuwa kwenye sura ya 3 na tuliona waamuzi wakianza kutajwa. Tukaona mwamuzi wa kwanza akiwa Othnieli, na tuliona mwamuzi wa pili akiwa ni Ehudi, na tukaona mwamuzi wa 3 akiwa ni Shamgari. Ingawa taarifa zake imeandikwa kwa ufupi, lakini hata taarifa za Othnieli huwa ni mwamuzi wa kwanza imeandikwa kwa ufupi. Ingawa kwenye sura ya 5 pia tutaona Debora katika wimbo wake akimtaja Shamgari. Shamgari alifanya kazi kubwa kwa sababu silaha aliyekuwa nayo ya kuweza kupiga nao watu 600 ilikuwa ni silaha sio ya hali ya juu. Ndio maana yeye pale swala lake ni swala maalum, akiwa ni mwamuzi wa 3. Na bila shaka leo tunaenda kwenye mwamuzi wa 4. Watu wengine husema ya kuwa Baraka naye alikuwa mwamuzi, Baraka alikuwa mwamuzi. Wengine wanasema kuwa Debora na Baraka walikuwa waamuzi. Hapana, Debora ndiye aliyekuwa mwamuzi, Baraka alikuwa tu mkuu wa jeshi. Bwana Yesu asifiwe. Ni sawa sawa na kipindi cha utawala wa Daudi, mkuu wa jeshi alikuwa ni nani? Alikuwa ni Yoabu. So bila shaka huwezi kusema Yoabu alikuwa ni mfalme. So leo hebu tuende moja kwa moja, nisipoteze muda, tuende kwenye sura ya 4 tuone habari za Debora. Na mama, naomba ukuwe makini leo ili uone kazi aliyefanya mwanamama. Aliwahi kuambia mwanamama ya kuwa usipokwenda pamoja nami na mimi siendi. Lakini katika wana Israeli wote alikuwepo mama mmoja tu aliyekuwa jasiri na kuwa tayari kwenda kumkabili Yabini aliyekuwa ni mfalme wa Hamori wa taifa la Kanaani. Lakini Yabini ametokea wapi wakati uliona Yabini ameshindwa kwenye Yoshua sura ya 11? Yabini huyu katokea wapi wakati uliona ameshindwa? Yeye ndio aliyekusanya mataifa yale yaliyekuwa kaskazini na akakusanya wengi sana. Lakini tukaona Yoshua akiwa na majeshi ya Bwana wakifanya utekaji katika taifa la kaskazini ambao tuliona kwenye Yoshua sura ya 11. Lakini hebu tulia upate kuona ya kuwa Waisraeli wote waliogopa, Waisraeli wote, lakini katika makabila yote na Waisraeli wote akatokea mwanamke mmoja aliyekuwa nakaa chini ya mitende, huku akipokea kutoka kwa Bwana, akipitishia watu, lakini pia akiamua watu. Mwanamama, nafasi yako iko juu sana ya kuhakikisha injili napata kwenda. Na wacha nikuambie, kanisa iliyekuwa na wamama wengi napiga hatua sana. Hujajua kabisa ya kuwa katika huduma ya Yesu, waliye support huduma wa Yesu sio wakina Petro. Wakina Petro walikuwa empty. Kuna wamama waliye support huduma ya nani? Ya Yesu. Angalia sana, wamama wakikaa vizuri sana, kanisa linakaa vizuri sana. Watu wanasema hivyo, lakini mimi najua kabisa ya kuwa wamama ndio wanaoonewa sana na shetani, maana najua kabisa ya kuwa wamama sio mchezo. Wamama ndio wenye nguvu katika ulimwengu wa kiroho.
Ndio maana hata Yeremia alitafuta wamama wafanyao nini? Hakutafuta wababa. Wababa hawezi kuomboleza. Wababa wanakuwa mahadko. Imekuwa sugu, lakini machozi yamtoki mtu, unaona kakauka tu. Hakuna machozi. Yes. Hata sema mwana takiwa machozi yabubujike, hamna. Yamekwenda na maji. Lakini mwanamama ni dakika sifuri tu machozi yamwagike, si ndio? Na wacha nikwambie, hakuna kitu kinachogusa moyo wa mwanadamu, moyo wa Mungu, kama anayeshuka. Watu wa Mungu kushuka. Wamama ni rahisi sana kushuka, ndio maana ni rahisi sana wamama moyo wao kupondeka na kuweza kufikia kiti cha rehema ya Mungu kuliko wa baba. Lakini nisimalize uhondo, hebu twende kwenye Waamuzi sura ya 4. Huyu Dibora, ni wapi tena aliyetajwa Dibora kwenye Biblia kabla ya hapo? Mfanyakazi wa wewe, sijakusikia hata. Alikuwa wanani? Mjakazi wa nani? Mjakazi wa Rebeka. Sio manake sura ngapi na kitabu gani? Ndako kuuliza kwa ametajwa wapi kabla ya Waamuzi? Ipo sema amefanya nini? Ametajwa kwenye kitabu gani? Alikuwa mlezi wa Rebeka. Sawa, Mwanzo sura ya ngapi Saganda? 33. 33 nikupige ngumi kwanza. 33 wapi wewe? 35 sawa. Ametajwa kwenye tukio gani? Ametajwa pale alipokufa. Alikufa wapi? Na Dibora huyu yuko wapi? Tutapata kuona. Tupigie kwanza Bwana makofi makubwa. Lakini hao nishajisahau matatu, ukujua kama yana muhimu. Bila shaka. Hebu tuende sasa. Umeona sasa tulivyokuwa tunaongea ni hapa si ndio? Amen. Ndio nakwambia hivi. Kila sehemu kwenye Biblia ina umuhimu wake. Ndio maana kila andiko lenye pumzi ya Bwana lafaa kwa mafundisho na kwa maonyo na kwa kuidabishia ama kwa kuadabishia watu. Hebu tuende sasa kwenye Waamuzi hiyo sura ya 4 tuone huyu mwamuzi sura ya 4 imeongelea mwamuzi huo na kazi Mungu aliyefanya. Na huyo mwamuzi hakuwa mwamuzi tu, alikuwa pia na karama ya unabii. Umeona, kumbe mwamuzi aliweza kuwa ni mwamuzi, aliweza kutawala kwa kama mwamuzi, lakini akawa na karama mingine. Mtu mwingine aliyekuwa na karama tofauti na kuwa mwamuzi alikuwa ni Samueli. Samueli alikuja kuwa ni mwamuzi wa mwisho wa taifa la Israeli, lakini pia akiwa ni nabii. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbuka pia kwa mwana wa Manoa tutamwona Samsoni, naye alikuwa mwamuzi, lakini pia alikuwa ni mnabii wa Bwana. Amina. Hebu twende kwa jina la Yesu. Kitabu cha Waamuzi sura ya 4. Bila shaka hata alipokufa Ehudi, wana wa Israeli wakafanya yaliyo maovu tena mbele za macho ya Bwana. Bwana akawauza na kuwatia katika mkono wa Yabini. Umeona, Bwana alishaweka utaratibu. Nampenda sana Bwana, maana Bwana anatembea katika msingi wake. Mungu aendi kinyume na mpango wake. Bwana utazama neno lake kuliko hata jina lake. Sema Bwana utazama neno lake kuliko jina lake. Umeona sasa, Mungu utazama sana neno lake. Neno lake imebeba ahadi zetu, lakini pia imebeba maagizo yetu. Maana unapoona mara nyingi sana watu wanatangazia ahadi zetu, lakini hakuna ahadi pasipokuwa na nini? Hakuna ahadi pasipokuwa na maagizo. Lazima pawepo na, kama kuna ahadi moja utakuta kuna maagizo kama matatu. Kuna cha kufanya ndipo maagizo, yaani kuna cha kufanya kwenye maagizo ndipo sasa ahadi za Bwana zitimie kwako. Ndio maana nasema hivyo, watakatifu wa Bwana,
Mungu aliweka utaratibu ambao ni Torati, ya kuwa watakapomwacha naye atawauza, watakapomwacha naye atawauza, watakapomwacha naye atawauza kwa maadui zao. Ndiyo maana tayari anakufa Ehudi, lakini pamoja na Ehudi amekufa, lakini palikuwa na Shamgari. Hatujui Shamgari alikuwa baada ya Ehudi ama Shamgari alikuwa kabla ya Ehudi, lakini pale Biblia haijasema. Lakini hapa sura ile inaanza kuwa baada ya kifo cha Ehudi. Bila shaka Ehudi, yawezekana kwa kipindi cha Ehudi ya kuwa pia aliinuka Shamgari. Umeona sasa? Lakini Shamgari yeye aliwaokoa na mkono ya Wafilisti, lakini Ehudi aliwaokoa na mkono wa Moabu ambao waliungwa mkono na Waamoni pamoja na Waamori. Bwana Yesu asifiwe. Umeona sasa? Sasa hivi naenda na taratibu nikikwambia kuwa mwamuzi wa kwanza Othnieli, mwamuzi wa pili nani? Ehudi. Mwamuzi wa tatu nani? Shamgari. Mwamuzi wa nne nani? Dibora. Mwamuzi wa tano nani? Gideoni. Lakini ipo siku nitakuuliza. Lakini sasa tumeanza habari za kuchua waamuzi. Bwana Yesu asifiwe. So Bwana alitumia utaratibu wake aliyeweka ya kuwa watakapotenda mabaya, watakapomwacha, naye atafanya nini? Si atawaacha, atawatoa katika ile nchi. Ina maana kumtumainia Bwana, kukaa katika mapenzi ya Bwana ilikuwa ndio uhakikisho ya wao kukaa katika nchi ya ahadi. Na kuambia hivi, kukaa katika injili ya kweli, kuishi maisha yanayompendeza Bwana, hapo ndipo ndio kudumu kwako kwenye wokovu wako na kupiga hatua. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende kwa jina la Yesu. Mfalme wa Kanani aliyetawala huko Hazori na Sisera aliyekaa katika Harosheti wa mataifa. Bila shaka unapoongea habari za mfalme wa Azori, tuliona kwenye Yoshua sura ya 11 mfalme wa Azori aliyewasawishi wafalme wote waliyekuwa na kaa katika eneo la kaskazini ya magharibi ya mto Yordani. Tuliona kabisa ya kuwa alikuwa anaitwa Yebini, lakini sasa huyu Yebini inakuwaje aliuawa na bila shaka nchi yake ikatekwa? Inakuwaje tena kuwa hawa Wazori ambao ni Wakanani wa leo hii tena Bwana anawapata wapi mpaka awauze hawa Waisraeli katika mkono wa Hazori, wakati mfalme wa Azori na mfalme wake yote ilitekwa ikawa chini ya Israeli? Ndio maana palikuwa na masalio ya Waazori waliyebaki ama Wakanani waliyebaki. Umeona, tuliona kabisa kuwa sura ya 3 ikaanzaje ya kuwa Bwana, haya ndiyo mataifa Bwana alifanya nini? Aliacha kipindi cha Joshua ili aje awajaribishe wana wa Israeli kama wako pamoja wanamtumainia yeye. Umeona, kumbe hao nao Wakanani waliachwa. Umeona sasa? Lakini hii inatupa picha sasa ya kuwa Yebini ilikuwa ni jina la kiongozi wa Hazori, ni sawasawa na Farao. Farao ilikuwa ni jina ya mtawala wa wapi? Mtawala wa Misri. Ni sawasawa kama sasa hivi unakuta kuna mataifa mengine ambayo hawana mfumo wa kuwa na rais, wana mfumo wa kuwa na waziri mkuu. Unakuta kuna mifumo mingine wa waziri mkuu ndiye anayekuwa na nguvu na rais anakuwa hana nguvu. Unaona? Lakini kuna mifumo mingine taifa ambao rais ndiye anayekuwa na nguvu, waziri mkuu anakuwa chini ya rais. Lakini umeona sasa jinsi ambayo kuna cheo cha urais lakini wanakuwepo rais tofauti tofauti. Ndivyo Yabini ilikuwa ni jina la mtawala wa taifa la Hazori katika Kanani pale. Lakini huyu Yabini hakuwa tu mfalme peke yake, alikuwa mfalme lakini mwenye jeshi iliye imara pamoja na amiri jeshi aliyekaa vizuri, alafu alikuwa na silaha za kutosha. Ina maana sasa tukisema
kuwa ana ndege za tenki za kufanya nini, kwenda kupiga mabomu. Alikuwa na magari 900. Eti magari 900 wa kipindi kile haikuwa mchezo, lakini magari hayo yakaonea sana wana wa Israeli sana. Lakini utashangaa kuwa Mungu atafanya maajabu sana. Eti Mungu atanyesha mvua itanyesha, panatokea matope. Eti Sisera atashuka kwenye mgari wake, alafu anaweza kukimbia na mguu, maana magari hawezi kutembea. Nasema hivyo watakatifu wa Bwana, mimi kuna vitu vinavyonipa nguvu kweli, mpaka ninazidi kumdharau sana shetani na wakala wake. Maana nikiona jinsi Bwana alivyopigania watu wale, watu wa Mungu, ukielewa haya utakuwa kama mimi. Ndio maana matatizo yote lazima inipishe, kwa sababu nikiona jinsi Bwana alivyosimama, Baraka kaogaoga, anakwenda akiangalia, naona Dibora yupo, anainua mkono juu, anakazana. Je, mwana mama, leo umechukuliwa uende usimame kwenye uwanja mapambano? Jio, nataka nione Dibora kama wako hapa. Wewe mabado unaweza kaenda vitani? Mtu mwenyewe ni Sisera mwenye magari 900, aliyeonea wengi, aliyeonea taifa la Israeli miaka 20, aliyetoa uamuzi na kumuita Baraka alikuwa ni Dibora. Hakuna kitu kinachonitia moyo kama habari za Dibora. Mwanamama, unayo nafasi yako kubwa kwenye Injili. Kila mwanadamu anayo nafasi kwenye Injili. Kama aliwahi kutokea mwanamama moja na taifa likapata kuokolewa na kutoka katika ule utumwa ya kuwatumikia Wakanani, na vita vile vilikuwa tayari, kwa sababu hata picha ya kuwa wao wana silaha tu za kawaida, watu wale wana silaha zilizoendelea, alafu wana magari ya chuma na farasi 900. Hebu twende, inabidi sisi wa baba tuwepo na madebora wengi, si ndio? Hata wa baba tunahitaji tuwepo Debora, tuwe Debora, si ndio? Maana kama Debora aliweza kufanya hivyo, basi tunahitajika. Twende. Na Sisera aliyekaa katika Harosheti wa mataifa alikuwa amiri jeshi lake. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana kwa kuwa Sisera alikuwa na magari ya chuma 900, naye akawaonea wana wa Israeli kwa nguvu kwa muda wa miaka 20. Basi Dibora nabii, mke wa Lapidoti, ndiye aliyekuwa mwamuzi wa Israeli wakati ule, naye alikaa chini ya mitende wa Debora kati ya Lama na Betheli. Akakaa chini ya mtende wa Dibora. Ina maana alikuwa anavokaa kwenye ule mti, ukapewa jina ya kuwa hapa anapokaaga Dibora, mti wa Dibora. Hapa anapokaaga fulani, mti wa fulani. Sio eti jina hilo lilikuja kinyume. Jina ilikuwa ni kwa sababu alikuwa anakaa katika mtende, akiwahukumu wana wa Israeli, akileta habari za Mungu, akiwaamua na akiwapeleka mbele za Mungu. Anakaa katika mtende. Alifanya kazi katika mazingira magumu. Hakuwa na ofisi ya kuweza kufanya kazi ya Mungu. Hakuwa na usafiri, maana hawakuwa na usafiri wao. Ni Sisera aliyekuwa na usafiri pamoja na Yabini. Lakini hebu pata picha, ofisi yake ilikuwa chini ya mitende. Je, wewe umepelekwa uende ukafungue kanisa kwenye chini ya mti? Utaweza kupitisha Injili? Utaweza kupokea watu na kufundisha? Ama utaweza kumlalamikia Mungu mvue na kunyesha? Akakaa chini ya mtende, akapiga mzigo. Hatimaye wakaita, huu ni mtende wa nani? Wa Dibora. Bwana akupe nguvu, ufanye kazi yake pasipo kujali mazingira. Fanya kazi zako pasipo kujali mazingira.
kazi inayekuingizia fedha uifanye kwa moyo aliyekuwa nao Debora, maana kumbe alikuwa na upinzani. Maana kwa nini iwe chini ya mtende? Mbona sijengewe ka ofisi ama kahema? Mbona kuwekewa kahema? Hebu twende. Naye alikaa chini ya mtende wa Dibora kati ya Rama na Betheli katika nchi ya vilima ya Efraimu. Wana wa Israeli wakakwea kwake awaamue. Huyo akatuma mtu akamwita Baraka wa Abinoamu. Yeye alikuwa anawaamua. Ina maana imetokea jambo iliyekuwa inahitaji iwekwe sawa katika Torati. Ina maana ilikuwa haimwendei kuhani mkuu, ilikuwa maana watu walikuwa hawakumbuki tena habari za Torati, habari za kumwabudu Bwana, bali wakamwendea Debora. Debora akatoa maelezo ya kutosha, akaongoza watu katika kutenda mema na akampendeza Mungu. Watakatifu Bwana, wacha nikwambie, kama kuna kitu kinachompendeza Mungu ni kama unaweza ukaunganisha watu na Mungu, kama unaweza ukapokea kutoka kwa Mungu ukafikishia watu wake, ukawaongoza kutenda mema. Umeona watu wanakwenda kule kwa Debora, lakini kumbuka ni wale wabishi ambayo mwanamke alikuwa hana nini, hana nafasi. Mungu akaona kabisa kwa watu hawa wamemwacha, akaamua amuinue mwanamke. Walikuwa mwanamke alikuwa na nafasi katika Israeli, lakini wacha nikwambie, wote hao waliyekuwa wanahesabiwa, hakuna hata mmoja aliyekuwa na ujasiri wa kutafuta uso wa Bwana kasoro Debora. Maana kumbuka, alikuwa sio tu mwamuzi, alikuwa ni nabii. Je, nabii alikuwa ni mtu wa aina gani? Tunapata mara ya kwanza tutapata neno nabii kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya ngapi? Mwanzo sura ya ngapi? 20. Sura 20. Ni nani aliyetajwa kama nabii wa kwanza na katika mazingira gani? Maana kutajwa kwa mara ya kwanza imebeba asili ya maana ya neno nabii. Mazingira gani alitajwa Ibrahimu kama nabii? Kumbuke ya kuwa pale ambapo Ibrahimu alisema uongo ya kuwa Sara ni dada yake, na Abimeleki akasema kama wewe ni kaka, basi uwe tayari undugu kufanya nini? Kuongezeka. Naona sasa Ibrahimu akakubali. Sijui kama Ibrahimu sasa alikuwa apokea hizi mahari. Alikuwa anapokea kule Misri, walipotoka pale Kanani wakaenda Misri, mifugo yao ilikuwa inatosha pale Kanani, ya kwake na ya Lutu. Lakini waliporudi, ina maana alipokwenda kule akamwambia mfalme, bwana sister sis kama sis, basi bwana tutakutajirisha tu. Alitajirishwa, kaambiwa ondoka na kila kitu. Aliporudi mifugo yao haitoshi Kanani. Nini? Mtu mzima alishachukua mahari kule. Isije kama mtu mzima alishazoea. Unajua mazoea kitu kibaya sana. Anaenda tena kule chini kule Gerari, anafika kule anasema bwana sister. Yes. Nasema hivi, usiseme uongo, maana mabaya yatakupata. Maana kama isingekuwa ni Mungu, kumbuka sura ya 20, sura ya 21 inatakiwa azaliwe nani? Ina maana ilikuwa ni hatua za mwisho. Tayari Mungu ameshamwahidi ya kuwa mwakani majira kama gani? Nikirudi atakuwa na mtoto. Lakini mtu mzima anakwenda kutafuta malisho, anadondokea kule kusini Gerari, nchi ya Filisti. Anapofika, Sarai alikuwa hajambo sana, alikuwa mzuri. Amefika pale, anaambia bwana Yesu, fana kama bwana basi tuongeze ndugu bwana. Sasa sijui Ibrahim alikuwa anakubali, alafu inakuwa vipi? Kama singekuwa ni Mungu, huu ulikuwa ni mpango wa shetani ili aharibu nini? Maana pata picha. Ingekuwaje kama Abimeleki angemjua Sara? Alafu hapo inatakiwa atoke nani? Atoke Isaka, aje atoke Yakobo, aje atoke Yuda.
aje atoke Perezi, aje atoke nani? Aje atoke nani? Aje atoke nani? Ilitakiwa aje atoke mpaka Kristo. Lakini ingekuwaje kama Abimeleki angemjua Sara? Ndio maana Mungu aliingilia kati na kumwokoa Sara. Na Mungu anamwambia Abimeleki katika ndoto. Ndio maana usipuuzie ndoto zako. Anamwambia umekuwa mfu kwa sababu ya huyu mwanamke uliyefanyaje? Uliyemchukua. Maana mke wa nani? Wa nabii. Unaende ukafanya nini? Akakuombee. Kazi ya kwanza ya nabii ni kuombea watu. Debora alikuwa anawaombea nani? Aliyetakiwa afungue kifungo kile kutoka kwa Abimeleki na nyumba yake alikuwa ni nani? Ibrahimu. Alikuwa ni Ibrahimu. So Debora aliwaamua watu. Debora alileta suluhisho katika maisha ya watu. Hatimaye Debora analeta suluhisho katika taifa. Nabii alikuwa ana mahusiano mazuri na Mungu, alikuwa anasikia kutoka kwa Mungu na anafikishia watu. Ndio maana Ibrahim alikuwa anasema na Mungu moja kwa moja. Umeona sasa? Debora alikuwa anasema na Mungu, alafu Debora anafikishia nani? Anafikishia maana nani aliambia Debora kuwa mwitieni nani? Baraka. Ni Mungu ndiye aliyemwambia aite Baraka, ambie Baraka afanye nini? Bwana aseme na wewe kuanzia leo katika neno lake kwa jina la Yesu. Bwana aseme na wewe kama alivyosema na Debora, na suluhisho ipatikane katika maisha ya watu kwa jina la Yesu. Amen. Bwana aseme na maisha yako kupitia neno lake, aseme na maisha yako kupitia maono, aseme na maisha yako kupitia ndoto, na matokeo hayo yawe ni faida kwa maisha ya watu wote kwa jina la Yesu. Amen. Hebu twende. Huyo mtu akatuma watu kumuita Baraka wa Abinohamu toka Kadesh Naftali, akamwambia, je, Bwana Mungu wa Israeli kutoka Kedeshi kule Naftali. Ina maana yeye yuko wapi? Yeye yupo pale Efraimu. Yuko pale katika milima ya Efraimu, kati ya wapi na wapi? Rama na Betheli. Kati ya Rama na Betheli. Umeona sasa? Yupo kati ya Rama na Betheli, lakini kumbuke ya kuwa anayetumwa hapo ni katikati ya Kanani, lakini anayetumwa anatumwa aende amuite mtu kutoka kule Naftali ambayo ni kaskazini. Nitoliona kabisa kuwa palikuwa na mji wa makimbilio moja. Ilikuwepo wapi? Ilikuwepo Kedeshi katika taifa la Naftali. Nani anakumbuka ulipoona ile miji ya makimbilio? Nani anakumbuka? Nilisema kuwa mji wa makimbilio moja ilikuwepo kule kaskazini katika eneo la Kedeshi, iliyokuwa ni eneo la Naftali. Lakini ingine ilikuwepo wapi? Sagana, mji wa makimbilio. Ilikuwepo Gileadi. Vizuri. Gileadi ilikuwa ni upande gani ya mto Yordani na kwa ajili ya kabila gani? Upande wa mashariki kwa ajili ya kabila la Gadi. Ilikuwa inaitwa Gileadi. Gileadi nini? Ilikuwa inaitwa Lamos. Ilikuwa inaitwa Lamos. Ilikuwa inaitwa kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Usidhani ya kuwa kama uwezi ukajua miji ya makimbilio sita, utajua maana ya mji wa makimbilio kama utajua majina yao. Hebu mnitajia haraka Mary miji ya makimbilio. Ya kwanza ni Kedesh, ya pili Shechem, sawa, iliyokuwa katika eneo gani? Shechem
ilikuwa katikati ya Kanani ambao ni eneo la wa Efraim. Ya tatu inaitwaje? Ingine ilikuwa Hebron. Ilikuwa upande wa magharibi, zilikuwa tatu, ambayo ilikuwa ni Kedeshi, Shekem pamoja na Hebroni. Upande wa mashariki, ya kwanza ilikuwa ni Golani. Ilikuwa ya kwanza. Golani ilikuwa ni ya tatu. Ya kwanza ilikuwa ni ya pili, ya tatu. Golani ilikuwa ya pili. Basi yapo kwenye kitabu cha Ufunuo na sura ya 21 utayapata. Usome kwa wakati wako, kesho ulijibu, si ndio? Si ndio? Yapo kwenye kitabu cha cha Ufunuo sura 21, utasoma na utafanya nini? Yoshua sura ya ngapi? Alafu mbona sasa usiniambie kama yako kwenye Yoshua? Yoshua sura ya ngapi? Mbona usiniambie sasa? Kama unajua kwa Yoshua sura ya 20, mbona usiniambie? Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Nilikuwa nasema hivyo ili uende ukaifanyie kazi. Amina. Naona ameshakuibia mtihani, lakini kama unajua hiyo kwenye Yoshua sura ya 20, mbona nakuuliza? Maana nilifundisha nikasema ya kwa kuna vitu ukitaka kujua Biblia. Kujua Biblia ni hivi. Kuna maeneo unaweza kukumbuka kaongea, lakini kuna vitu muhimu. Miji ya makimbilio ile 6 natakiwa ujue. Waamuzi unatakiwa wajue. Na miaka waliyetawala. Na wapinzani waliyewashinda. Wafalme unahitaji kuwajua. Manabii unahitaji kuwajua. Manabii, kuna manabii ambao hawakuandika vitabu. Kuna manabii waliandika vitabu wakubwa na wadogo. Wanafunzi wa Yesu unatakiwa wajue. Watoto wa Yakobo unatakiwa wajue. Taifa la Israeli unatakiwa wajue lilitengenezwa na makabila gani. So kuna vitu kwenye Biblia ambavyo unahitaji kuyajua. Hata ukitaka kujua maisha ya Ibrahim, unatakiwa ujue kuanzia sura ya 11 mwishoni mwanzo hadi sura ya 25 ambayo Ibrahim anakufa. So kuna mambo muhimu ambayo unahitaji kuyajua. Ukijua, bila shaka ukiyaongea kila wakati, Biblia inakaa kwako ndani. Unaweza kufupisha kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana. Kwa maana kama sasa hivi tunavyoendelea sasa hivi, unaweza kufanya nini? Unaweza ukaanza kwenye kitabu cha Mwanzo ukaenda paka ukaongea habari za Israeli mpaka kitabu cha Malaki, mpaka kuja kwa Yesu. Huko ndiko tunakopeleka watu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuende kwa jina la Yesu. Chungaji anaanza kunichokoza. Mimi nakuwa mchokozi kama watu wanasahau. Akamwambia, je, Bwana Mungu wa Israeli hakutoa amri akisema, enenda ukawavute kwako huko katika mlima wa Tabori watu 10,000 wa wana wa Naftali? Dibora anatembea katika msingi wa Torati. Dibora anaongea habari za Torati, ya kuwa Bwana alisema atakwenda mbele zao, atakwenda. Bwana alisema ya kuwa, akasema kupitia Musa katika Torati ya kuwa muendapo vitani msiaogope mataifa yale makuu 7, maana mimi nitatoka mbele yenu kama moto ulao, nami nitawatia mikononi mwenyu. Ndiyo maana habari za Yabini mfalme wa Hazori katika sura ya 11, Mungu alisema nini? Mungu alimwambia Yoshua kuwa kesho muda kama huu nitawatoa mbele yako wakiwa wamefanya nini? Hata kama unaambia kwa Bwana kesho wewe nenda, kesho nitawatoa, muda kama nitawatoa mkononi mwako, tayari wameshakufa. So
Debora anamkumbusha nani? Baraka, ya kuwa Bwana alisema ya kuwa anapokwenda Bwana atatangulia mbele yake. Lakini bado pamoja na Debora kuongea torati, Baraka bado atafyatua mkia akiogopa ya kuwa hapana, mpaka twende na wewe. Nini? Baraka alijua jambo moja, ya kuwa Debora alikuwa na nguvu ya kiroho na vita vilikuwa vinashindwa kiroho. Ndiyo maana Baraka hasieti alikuwa mwoga. Baraka alijua kabisa ya kuwa lazima awepo mtu mwenye mahusiano mazuri na Mungu ili Mungu awepo pamoja naye. Baraka alijua kabisa ya kuwa wale watu anayekwenda kuwachagua wala hawakuwa na mahusiano mazuri na Mungu, hakuwa na uhakika kama anachosema Debora ya kuwa Bwana atatoka mbele yao itakuwa kweli. Ndiyo maana uhakika ilikuwa ni akimwona Debora, basi yale aliyekuwa nasema Debora, Baraka alijua kuwa yangetimia. Hebu tupigie Bwana makofi kwa ajili ya Baraka. Baraka ukiogopa, maana Debora kubeba silaha, Debora kubeba silaha, kwenda kubeba silaha kwenda kupigana. Hakubeba, lakini uwepo wake tena alisimama juu ya kilima. Ninao Biblia wangu ambayo imechorwa, nitakuchekesha sana. Utaona Debora kainua mkono juu, alafu Baraka anafanya kazi kweli kweli. Lakini kumbuka ya kuwa Baraka yawezekana alikuwa nakumbuka yale yaliyotokea wakati baba zao wanatoka wapi? Misri. Unakumbuka kwenye ile kitabu cha Kutoka sura ya 17 walipovamiwa na Waamaleki? Musa alifanya nini? Musa alikwenda vitani. Musa akainua mfimbo juu. Alipokuwa anachoka akirudisha mkono chini, Yoshua na Waisraeli wakawa wanapata kibano cha kueleweka. Yawezekana Baraka alijua kabisa kuwa ili niwapige vizuri kama Yoshua alivyowatandika Waamaleki, lazima awepo kama Musa ameinua mkono juu. Ndiyo maana Debora akaenda juu ya kilima akasimama, na Baraka akaendelea na kazi. Nasema hivyo takatifu wa Bwana, imani ndiyo itendao kazi. Imani ya Baraka ilikuwa kwake Debora. Maana Debora alimweleza torati na ilivyosema, lakini akuamini kama wao ambao walimwacha Bwana angekwenda pamoja nao. Lakini aliamini Debora akienda Bwana angefanya nini? Angekuwepo, kwa sababu Debora alikuwa na mahusiano mazuri na nani? Na Mungu. Sema kuanzia leo nitakuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Atakuwa pamoja nami. Una uhakika atakuwa pamoja na wewe? Acha dhambi, uwe na mahusiano mazuri naye na atakuwa pamoja nawe. Haijalishi wewe ni wa aina gani. Umeona sasa, anatimaye sasa Debora anawaokoa katika wakati wa hatari, maana jeshi pinzani ilikuwa na silaha na usafiri wa hali ya juu, lakini mwanamke huyu anasimama na hatimaye ushindi unapatikana mkubwa. Hebu twende kwa jina la Yesu. Lakini umeona sasa Mungu anamtumia Debora, lakini kura inaangukia wapi? Kura haiangukii Yuda, kura haiangukie Naftali, haiangukii Benjamini. Kura inamwangukia nani? Naftali. Na Zabuloni wako wapi? Wako kaskazini kule. Na huko kwani waliyekuwa wanawasumbua wako wapi? Mimi namshangaa Mungu. Waliyetakiwa kuwapiga hao Wakanani, hao Wazori, maana Wazori walikuwa kaskazini. Wewe, tuliona Yoshua akifanya utekaji wa mwisho kule kaskazini kwenye Yoshua 11, akishinda Yabini pamoja na jeshi ile kubwa ya kaskazini na wafalme wale. Lakini kumbuka, Wanaftali na Wazabuloni walipewa wapi? Walipewa kule kaskazini. Waliyetakiwa kuwafukuza wao walikuwa nani? Naftali na nani? Debora nairudisha huko, airudishi. Anatuma mtu kule Naftali, mlete yule Baraka. Baraka alikuwa ni wa Naftali. Nasema hivi,
Usikwepe majukumu yako. Hata ukikwepa Bwana atairudisha kwako. Bwana akairudisha jambo hilo. Ndio maana wengine wakakataa kwenda. Tutaona wakuwa kuna makabila mengine yalikataa, lakini ilitakiwa wale Yabini wameshashindwa na nani? Na Naftali pamoja na Zabuloni. Wewe ukikwepa kuomba, bila shaka utakuja kuomba tu. Ukikwepa kusoma Biblia, utakuja kusoma Biblia tu. Ukikwepa kwenda kwenye mafundisho, utakuja kuanza kwenda kwenye mafundisho tu. Ukikwepa kutafuta uso wa Bwana, utakuja tu. Ukikwepa kufunga, wakati unakuja Bwana anairudisha tena, maana huwezi kuiruka. Wanaftali tayari wanachaguliwa kura kwao. Pamoja Debora yupo, lakini mzigo wao. Watu wa Mungu, tunahitaji kusoma Biblia. Tunahitaji kusoma Biblia. Tunahitaji tujue neno la Mungu. Tunahitaji kufunga, tunahitaji kuomba. Tunahitaji kuishi maisha matakatifu. Ukikwepa, utakuja kufunga huku na vidonda vya tumbo vinakuchoma choma, utakuja kufunga na kichwa nao kinauma, lakini sasa hivi ambao unayo uzima, funga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Funga. Omba. Najua watu wengi sana kwenye mchana hata uombaji. Wao naombaga usiku. Nani alikuwa anaombaga usiku? Naona walikuwa wanaombaga usiku. Wengine na yule kule. Watu wa Mungu, mchana wewe usiombe. Mchana wewe usiombe, usiku wakati wa kulala ndio uombe. Mchana umekaa kwenye daladala, unakaa kwenye foleni masaa mawili hujaomba hapo, rafiki yangu. Unafanya kazi yako pale, uko peke yako tu, hujaomba hapo. Mpaka usiku uanze kuomba saa 8, unalala saa ngapi? Na aliyeumba usingizi. Mimi naomba muda mrefu sana mchana, usiku nalala, watakatifu wa Bwana. Msema kweli, mpenzi wa Mwenyezi Mungu. Mchana na nikiendesha gari naomba. So, usiku ni wakati wa kulala. Ndio, unaweza ukasema kwa kesha. Chungaji na kesha, lakini watakatifu wa Bwana. Wengine wanakesha Januari mpaka Januari, lakini wamechoka vibaya mno. Maana mwili unahitaji kupumzika. Mchana itumie vizuri sana kuomba. Asubuhi umekaa kwenye daladala risali 1:30. Kama unanena kwa neno watakatifu wa Bwana hujaomba. Jioni umekaa risali 1 jana hujaomba. Hata kama unasema nena kwa lugha tu risali 1. Anaye nena dakika 5 ni zaidi ya mtu aliyeomba mwezi mzima maombi ya kawaida. Unakuwa umejenga nafsi yako kweli kweli. Tumia mchana. Usiku pata nafasi ya kupumzika, kulala. Kama umepewa maono ya kuomba, omba. Lakini hili swala la sijui eti kukesha. Nani alisema kwa watu wanatakiwa kukesha mpaka asubuhi? Kukesha inatakiwa angalau risali ngapi? 1. Unaweza wakesha mchana wala usiku. Kukesha sio mpaka ile usiku. Na kukesha maana yake ni nini? Kukesha maana yake ni mteule kuwa macho. Kuwa macho. Kuwa macho maana yake nini? Kuchukua tahadhari. Kuchukua tahadhari. Kufunga watakatifu wa Bwana. Angalau risali 1. Mimi usiku nalala. Lakini mchana naomba kweli kweli. Mchana natumia vizuri sana mchana. Hebu twende. Wanaagiza kuu sisi tunakuaga na mkesha. Tunao mkesha labda ya mwaka mpya. Tunao mkesha. Hapana. Tangu ulipoingia hapa tunaye mkesha hapa. Ya kila wiki. Tunao mkesha? Hapana. Nani amewahi kuona mkesha hapa? Lakini hatukeshi. Hatukai hapa kwa lori sali 1. Hapa hatukeshi. Tangu tulipoanza hatukeshi. Pigia Bwana makofi makubwa. Hebu twende. Naona bwana, kuna mtu mmoja amesema mchungaji, naona kama na swali. Naona mtu mmoja na watu wana maswali, na papanulia siku nyingine. Muwe na amani, twende. Nami nitakuvutia Sisera, amiri wa jeshi lake Yabini,
hata mto wa Kishoni, pamoja na magari yake na wingi wa watu wake, nami nitamtia mkononi mwako. Baraka akamwambia, kama utakwenda pamoja nami ndipo nitakwenda, bali kama huendi pamoja nami mimi siendi. Basi akasema, hakika nitakwenda pamoja nawe, lakini safari utakayoiendea haitakupatia heshima wewe, maana Bwana atamuuza Sisera katika mkono wa mwanamke. Umeona sasa kinachofanyika ni nini? Debora ameshamhakikishia Baraka ya kuwa atamvutia nani? Sisera mpaka kijito gani? Kishoni. Lakini bado Baraka anasema kuwa bado usipoenda na mimi siendi. Lakini tayari Debora alimhakikishia kuwa atavutwa mpaka Kishoni, maana Mungu alikuwa amepanga hivi ya kuwa watakapofika pale kwenye mto Kishoni, ina maana alitakiwa atiwe Sisera nini? Atiwe Sisera nini? Moyo wa kwenda. Ndio maana kazi ya Baraka ilikuwa nini? Ni kwenda kukusanya watu 10,000. Alipopiga tarumbete 10,000 ile walivyokuja, alitakiwa aende katika mlima. Akienda katika mlima, ina maana tayari wao walikuwa ni watumwa wa nini? Wa mfalme wa Azori. So kinachofanyika, ina maana angetiwa moyo kwa Bwana, wale wameasi sasa nenda. So angewafuata akienda kwenye kile kijito, lakini kijito kile palikuwa mvua yenyeshi, ina maana wakavuka katika kijito kile. Baada ya hapo sasa, wanapomaliza kuvuka tu, mvua ikanyesha kubwa ghafla, na kunyesha kubwa ghafla, ina maana kila sehemu ikawa ni matope. So yale magari na farasi ikawa wanafanya nini? Wananasa. Ndio maana walipopigwa wengi walipelekwa na ule mto Kishoni. Kwa sababu gani? Mvua iliponyesha, mto ukafanya nini? Ukajaa kabisa. So wakipigwa vikimbilia kule na magari yale, mto unafanya nini? Utasikia kwenye wimbo wa Debora sura ya 5. Hebu tuende sasa. Lakini wacha nikwambie, Bwana ana njia nyingi sana. Hata ile habari za fedha inayokusumbua, Mungu anakwenda kufanya njia kwa ajili ya fedha. Haiwezekani Mungu alifanya njia kwa ajili ya Baraka pamoja na ule uoga aliyekuwa nayo na akashinda. Bwana afanye njia katika maisha yako na iwe na mabadiliko kwa jina la Yesu. Amen. Bwana afanye njia katika fedha unayohitaji kwenye maisha yako, ili uanzishe biashara fulani ama kazi fulani. Mungu afungue njia zako zote, maana umesikia maneno haya. Kuanzia leo ninafungua milango yote, milango iliyofungwa, milango iliyozuia njia zako, na kuanzia leo fursa zote zionekane kwako na uzichangamkie na zizae matunda kwa jina la Yesu. Amen. Hebu twende katika jina la Yesu. Kuna mtu mmoja amepokea hapa aliyepiga makofi. Twende. Debora akainuka akaenda pamoja na Baraka mpaka Kadeshi. Baraka akawakutanisha Naftali na Zabuloni waende Kadeshi, wakakwea watu 10,000 wakamfuata. Debora naye akaenda pamoja naye. Basi Heberi Mkeni alikuwa amejitenga na Wakeni wana wa Yobabu. Heberi Mkeni, hawa walikuwa ni waombali wa nani? Yule baba mkwe wake Musa, ama shemeji yake Musa. Umeona sasa, unaposema shemeji yake Musa, ina maana unasema uzao wa nani? Yethro ama Reueli. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbuka ya kuwa hao ni Wakenizi. Huyu Mkenizi alijitenga, alitoka kwenye eneo la Yuda, maana Wakenizi walikuwa nakaa pale Yuda, ndio wakina nani? Kalebu, wakina Othnieli. Lakini yeye akaona Israeli hawana nguvu tena, akaamua kusogea kule juu, ili sasa awe na ukaribu na nani? Awe na ukaribu na ule ufalme wa
Azori. Lakini kumbuka pia huku naye nusu kwa nusu, huku naye pia yuko kwa Israeli huku, lakini huku pia ni ana ukaribu na Yabini pamoja na Sisera, maana Sisera atakimbilia pale akijua anakwenda kwa rafiki yake. Anapomkosa yule rafiki yake, anamkuta mke wake, anapokaribishwa anakuwa na amani, maana amefika kwa rafiki yake. Yawezekana sio mara moja Sisera alikwenda pale, sio mara moja alikunywa maziwa pale. Yawezekana yale maziwa ilijulikana ya kuwa anapenda ile soda anayopenda kunywa ndani ya nyumba za watu. Uwe makini, maana unaletewa soda ambayo imeshafunguliwa wewe. Utaletewa soda ambayo imeshafunguliwa. Ama soda sio toa gesi. Inafunguliwa lakini haifanyi chuji. Sisera anakimbilia kule kwa mkenizi kule, lakini Yaeli alijuaje? Maana Yesu alisema anasikia kiu, letee maji. Yaeli inawezekana alijua kabisa kuwa ugonjwa wa Sisera ni maziwa. Unachokipenda sana Shetani anaangalia. Kuna mtu ambaye yeye eti akiwa na kiu lazima eti anywe soda. Watu wa Mungu, soda inaondoa kiu. Mwingine bwana mchungaji na kiu, lakini nikinywa maji kiu haishi mpaka mimi jiwisi. Wewe, kiu ni maji inatoa. Kama maji haondoe kiu, basi kuna shida. Tayari twende tuone Sisera huyu, mbona alipewa maziwa akanywa alafu kiu yakaisha na akalala. Yaani na wana wa Hobabu shemeji yake Musa akaipiga hema yake mbali penye mwamori ulioko Sanaimu karibu na Kadesh. Watu wakamwambia Kadesh ama Kedesh? Kedesh. Unaposema Kadesh unasema Kadesh Beore Saganda. Usipotoshe watu. Amen, amen, amen. Hiyo sio Kadesh. Hiyo ni Kedesh. Amen. Kadesh ni Kadesh Beore ambao iko kule jangwani, alafu katika mpaka wa kusini wa Kanani na jangwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So unaposema Kadesh, mtu kule anaandika Kadesh, andiki Kedesh. Ni Kedesh sio Kadesh, Watu wakamwambia Sisera ya kwamba Baraka mwana wa Abinoamu amekwea kwenda mlima wa Tabori. Sisera akayakusanya magari yake yote, naam magari ya chuma 900. Kwa nini walimwambia? Ndio maana alisemaje Dibora, nitamleta katika mto Kisoni. Umeona sasa? Alivyoambiwa tu alikuwa ni anajua kabisa kuwa akiwapiga wale na nyara atateka. Sasa anachofanya anataka kwenda pale kuonyesha ubabe wake. Akakusanya magari 900, magari 900. Ina maana gari ilibeba anayeendesha gari, lakini ikabeba na mpiganaji ama wapiganaji. Akisema anaenda kuangamiza, lakini hajui kama watu hao wameshamrudia Bwana na tayari Bwana anatoka mbele yao. Twende. Na watu wote walikuwa pamoja naye toka Harosheti ya mataifa mpaka mto wa Kishoni. Debora akamwambia Baraka, haya inuka, maana siku hii ndiyo siku ambayo Bwana amemtia Sisera katika mkono wako. Lakini ilitakiwa ya kuwa Debora siende ili sifa hizo zimuendee nani? Credit zimuendee nani? Baraka. Lakini kwa sababu alikuwepo nani? Debora, ina maana ikabidi sasa auzwe kwa nani? Kwa mwanamke ambao ni Yaeli. Lakini aliambiwa Baraka hivi, kuna mtu mwingine ambaye anaweza yeye mwenyewe. Kuna mtu mwingine anafanya vizuri chini ya mtu mwingine. So ndio maana Baraka yeye, uwepo wa ya Debora ilikuwa ni muhimu sana kwake. Hebu twende. Je, Bwana hakutoka akutangulie mbele yako? Basi Baraka akashuka katika mlima wa Tabori na watu 10,000 wakamfuata. Bwana akamfadhaisha Sisera na magari yake yote na jeshi lake lote kwa makali ya upanga mbele ya Baraka. Basi Sisera akashuka katika gari yake akakimbia kwa miguu, lakini Baraka akayafuatia magari na jeshi lake hata Harosheti wa mataifa, na hilo jeshi lote la Sisera likaanguka kwa makali ya upanga.
hakusalia hata mtu mmoja, lakini Sisera akakimbia kwa miguu. Sisera akaona magari. Kuna wakati watakatifu wa Bwana, kila unachojivunia inaweza ikawa supu, ikawa kwako haiwezekani tena. Sisera hakumtegemea Mungu aliye hai. Sisera alitegemea magari. Lakini sasa mto walikovuka pamefurika sasa, lakini na huku mvua imenyesha, matope, magari yananasa sasa. Sisera hawezi kukimbia na gari sasa, anaona bora aache gari akimbie na mguu. Akakimbia na mguu, lakini jeshi lake lote limeshateketea. Kinachofuata ni nini? Lazima atafute kule kwa Yaeli ama kwa yule rafiki yake. Hebu twende tuone. Lakini Sisera akakimbia kwa miguu, akaifikiria hema ya Yaeli mkewe Heberi Mkeni, kwa maana palikuwa na amani kati ya Yabini mfalme wa Hazori na nyumba ya Heberi Mkeni. Sasa Heberi huyu si alikuwa ni Mkenizi? Wakenizi si walikuwa wale ndugu zake Kalebu aliyekuwa katikati ya Yuda? Si walikuwa na mahusiano na Israeli wa Israeli? Imekuwaje na mahusiano sasa tena? Ndio maana akasogeza hema yake mbali, akiona wameshakosa ishu. Usiwe mtu naye geuka kama kinyonga wewe. Heberi anaona huko haina ishu, anasogeza mbali hema yake ili awe na mahusiano mazuri na Yabini na ufalme wake pamoja na amri jeshi wake ambao ni Sisera. Kuna watu ambao wako hivyo. Wakati wewe huna hata hela kununua mkate, unakunywa chai ya rangi pamoja na ugali uliyelala jana. Unakunywa chai ya rangi pamoja na kiporo cha ugali, haonekani kwako. Lakini wakati sasa unapaka bulubandi, asubuhi, bwana nimekuja kujulia hali jirani, unaendaje? Analeta story nyingi mpaka chai hivi anajua kuna chai ya maziwa na mkate uliyepakwa bibi. Lakini kuna wakati wewe hauna chochote lolote, huwezi kumuona. Ina maana anakula sehemu nyingine. Uwe mtu unayesoma na mtu hata akiwa na hali mbaya. Usiwe mtu ambayo umeona hapo, mimi sijakubaliana na huaka ka bwana. Alitakiwa baki na wale wale. Ina maana aliungana na hawa kuku, ingawa mke wake alijua asili yao kule. Ina maana yawezekana Heberi angekuwepo, yawezekana Sisera angefichwa vizuri tu, yawezekana angefichwa vizuri tu. Lakini kwa sababu ilikuwa ni utawala wa wanawake, Dibora akamwambia Baraka kuwa atauzwa kwa mwanamke. Ilibidi kazi ikamilike kwenye mkono wa mwanamke. Mimi nahisi Bwana alifanya ili Yaeli awepo, maana angekuwepo Heberi, mimi nadhani kabisa angemficha vizuri sana Sisera. Ni kweli si kweli? Hebu tujipigie makofi wa mama ya kuwa tunaweza. Uweze kwa jina la Yesu. Amen. Uweze kwa jina la Yesu. Amen. Ubebe injili ya kweli kwa jina la Yesu. Amen. Usimamapo na kuongea injili ya kweli, asipo mtu ya kusimama na kuishinda injili ya kweli kwa jina la Yesu. Amen. Uombe na maombi yako kufika kwa jina la Yesu. Amen. Uomboleze na maombi yako yafike kwa jina la Yesu. Amen. Juu yako sasa, kama usipoitendea kazi mwanamama, inawezekana. Tunahitaji kuona wamama wakainuka, maana wamama ni wengi sana. Na wamama hata tunakutana na wamama wengi sana, tuwalete makanisani. Amina. Amen. Hebu twende kwa jina la Yesu. Yaeli akatoka kwenda kumlaki Sisera, akamwambia, karibu bwana wangu, karibu kwangu, usiogope. Umeona hiyo karibu? Ina maana Sisera alikuwa anajulikana pale, mpaka anaitwa karibu Sisera, karibu bwana wangu. Umeona alikuwa ni mtu anayejulikana kama ni mtu tafu, ni mtu amri jeshi bwana. Ina maana pale si eti amekuja mara moja. Kama mke wa mtu anaweza kukaribisha hivyo, ina maana hata kama mume wake alikuwa hapo ungekaribishwa hivyo. Ina maana alikuwa amepewa kibali cha kuweza kukaribishwa pale. So mimi naweka question mark kubwa, kama angekuwepo Heberi, kama angeweza kufichuliwa nani? Kufichuliwa huyu Sisera na kuuawa. Wababa saa ingine ndimi mbili, si ndio? Wababa saa ingine upanga ukatao kuwili, si ndio? Ndio maana Heberi huku kidogo Yuda, huku kidogo wapi? Hamori.
Hebu twende kwa jina la Yesu. Akakaribia kwake hemani, naye akamfunika kwa bushuti, akamwambia, tafadhali nipe maji kidogo ninywe, maana nina kiu. Akafungua chupa ya maziwa akampa kunywa, akamfunika. Naye akamwambia, ukisoma Biblia za Kiingereza nasema kate, pazia, lakini Biblia zingine nasema ya kuwa nguo, lakini ina maana alifunikwa. Umejua kwenye hema bila shaka hema, kinachofanyika hema ilikuwa haina vyumba vingi, so ina maana alifunikwa na nini? Alifunikwa na pazia. Ina maana huko ndani ya pazia inakuwa kama chumba cha sirini, na hakuna mtu anayoruhusa kufanya nini, ya kuingia. So alipofunikwa, akaingizwa kule, akafunikwa kule, bila shaka alipopata maziwa, moja kwa moja na mbio aliyekimbia akawa hoi bintabani, moja kwa moja usingizi fofofo. Hapo sasa ndiyo sasa Yaeli akaonyesha ya kuwa kazi ilitakiwa ikamilike katika mkono wa mwanamke kama ilipoanza kwenye mkono wa mwanamke. Je, mwanamke uko tayari kazi ikamilika kwenye mkono wako? Amen. Nione huo mkono kama yuko tayari kukamilisha kazi. Haitatetemeka. Yaeli itetemeke ingekuaje? Mkono huo iwekwe juu ya wagonjwa na wapate afya kwa jina la Yesu. Amen. Mkono huo unyoshwe na matendo makuu yaonekane kwa jina la Yesu. Amen. Mkono huo ubariki watu kwa jina la Yesu. Amen. Mkono huo ubarikiwe kwa jina la Yesu. Amen. Hebu twende kwa jina la Yesu. Naye akamwambia, simama mlangoni pa hema, kisha itakuwa mtu awaye yote akija na kukuuliza ukisema, je, yupo mtu hapa? Basi mjibu, la, hapana. Ndipo Yaeli mkewe Hebeli akatoa kigingi cha hema, akashika nyundo mkononi mwake, akamwendea polepole, akamsogelea kimya kimya, akinyata. Jamaa kalala. Watu wa Mungu, jihadhari sana. Huu ni usingizi gani ambao dakika 0 umeshala? Kuna mtu mwingine mwenye mkao naye dakika 0 kashalala kabisa, naota koroma. Utapigwa kigingi wewe. Yaani huwezi kumaliza dakika moja. Yaani umeshakaa mahali hapo umeshalala. Kigingi kitapenya kwenye kichwa chako wewe. Inakuwaje dakika 0 sisena kashalala? Wewe usingizi wako ukoje? Yawezekana leo tukafuatilia usingizi. Amen. Usingizi ukoje? Watu wa Mungu, chakula ni kitamu sana. Unaweza ukashika chakula alafu usingizi ukashaenda na wewe. Kwa heri. Tunahitaji tufuatilie, maana sije kawa kale karo kalikovaa Sisera. Yaani hebu anapewa maziwa, anafunikwa tu, kwenda mlangoni tu pale na kurudi kashalala fofofo. Kalazwa huyo. Alilazwa huyo. Bwana alimlaza huyo. Kama Bwana alimlaza, yawezekana na aka kabwana yenye herufi zote ndogo pia kakulaza wewe. Kuna kabwana mwenye herufi zote ndogo. Ule ni Bwana mwenye herufi kubwa aliyemlaza Sisera, lakini kuna Bwana mwenye herufi zote ndogo. Je, ni nani? Shetani anaweza kakulaza, maana yeye hana jipya. Yeye ni mwigaji, hana lake. Akuachie leo upate usingizi vizuri kwa jina la Yesu hapo palipodhihirika. Tupigie Bwana makofi makubwa. Amen. Saa ingine anachukua usingizi wako kwa Bwana. Saa ingine anakuachia unalala, anakulaza. Saa ingine anaichukua, unaitafuta na tochi usiku ioni. Atoke pale saa 8, hakuna kitu kama hicho. Hebu twende. Akamtia kile kigingi katika kipaji chake, nacho kikapenya hata kikaingia mchangani, kwa maana usingizi mzito ulikuwa umemshika. Basi akazimia akafa.
akazimia kafa mbele ya safari huko. Natazama Baraka alipokuwa akimfuatia Sisera, Yaeli akatoka ili kumlaki, akamwambia, njoo nami nitakuonyesha yule. Sasa huyu Yaeli yuko wapi? Mbona kamlaki Sisera? Tena namlaki nani? Umeona kama fisi huku harufu nzuri na huku yes, utapasuka bwana wewe. Maana alivyomkaribisha Sisera anamkaribisha na baraka. Nasema hivi ni kwa sababu alikuwa mwanamama, lakini angekuwa ni Heberi, mimi naamini kabisa kwa Sisera asingeuawa. Hebu twende. Njoo nami nitakuonyesha yule mtu unayemtafuta. Basi akamwendea, anatazama Sisera amelala humo amekufa, na hicho kigingi kilikuwa kipajini mwake. Basi hivyo Mungu akamshinda Yabini mfalme wa Kanani mbele ya wana wa Israeli siku hiyo. Mkono wa wana wa Israeli ukazidi kupata nguvu juu ya Yabini mfalme wa Kanani, hata walipokuwa wamemwangamiza Yabini mfalme wa Kanani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tayari tunaona kabisa ya kuwa kazi imefanyika tena, lakini kupitia mwanamama Dibora na mwanamama Yaeli mke wa Heberi. Lakini kinachofanyika nini, mtakatifu wa Bwana? Alikuwepo mtu mmoja ambaye aliongoza taifa la Israeli na kuirudisha kwa Bwana. Wakarudi kwa Bwana na wakamtumainia Bwana ndani ya mtu mmoja, ambayo huyo mtu mmoja alikuwa ni Dibora, na hatimaye nguvu kubwa aliyekuwa nayo nani? Sisera na jeshi aliyekuwa anaongoza wanashindwa, wanauawa wote, lakini pia na Sisera nayo anauawa. Lakini pata picha, ukishashinda yule aliye mkuu, ina maana wewe ndio mkuu. Ndio maana baada ya kuyashinda Yabini na jeshi lake chini ya amri jeshi wake Sisera, ina maana aliyekuwa na tawala eneo la Kanani ikawa na Israeli tena. Ndio maana katika hiyo miaka yote ya kuwepo kwake Dibora, hakuna aliyeinuka tena katika kabila taifa lingine kwa ajili ya kuwasumbua wana wa Israeli. Lakini hebu tuende mambo machache kabla tujaona wimbo wa kusherekea ushindi wa Dibora. Maana haikuwa ushindi wa Baraka, maana Baraka aliukataa. Maana ningekuwa Baraka ningemwambia basi ubaki wewe, kama utanipa kredito basi ubaki wewe nipate credit. Lakini alisema hakuna kitu kama hicho, unakwenda na mimi ninakwenda, unabaki mimi siendi. Lakini tayari sifa zikamwendea nani? Zikamwendea Dibora. Ndio utaona ule wimbo ya sura ya 5, wala sio ndefu sana, lakini nikuonyeshe mambo machache. Mungu akawatia mkononi mwa Yabini mfalme wa Kanani aliyetawala Hazori, na Sisera akiwa ni amri jeshi lake. So usidhani ya kuwa yule Yabini tuliyemwona kwenye sura ya 11 kitabu cha Yoshua eti ndio huyu. Yule aliuawa na nchi yake ilitekwa, lakini yale masalia, kuna watu waliokimbia wakati ule wa utekaji, walipokimbia wakaendeleza familia, wakaongezeka. So watu hao walipoongezeka, wana wa Israeli walipoanza kwenda kinyume na Mungu, Mungu akawapa hawa kibali cha kufanyika kuwa taifa tena, wakaendelea na mfumo wao. Ndio Mungu sasa anawauza Waisraeli sasa kwa hawa sasa. Ina maana anageuza kibao sasa, ina maana anatumia wale wa mataifa, lakini kwa ajili ya kuadhibu taifa la Israeli. Ndio maana wakatumikishwa miaka 20 na huyu mfalme Yabini wa kipindi hicho, lakini walishashindwa. Walitakiwa wamalizwe Wanaftali na Wazabuloni, walitakiwa wamalize wale wabaki wa Hamoni waliyebaki kule Kanani ya kaskazini, maana kazi ilibaki kwenye kila kabila ya kumalizia kazi ya iliyesalia. Lakini umeona sasa hawakumaliza wale Wanaftali na Wazabuloni, ndio maana tena kura
sura inawaangukia Wanaftali na Wazabuloni, ya kuwa wao ndio aliyetakiwa kazi hiyo wameshafanya. Watu wa Mungu, usiposoma Biblia inakusubiria pale pale, usipofunga inakusubiria pale pale. Ndio maana kazi Mungu aliyekupa ifanye kwa moyo moja, ifanye kutoka ndani, ikitoka ndani ya moyo wako nini. Bila shaka Wanaftali pamoja na Wazabuloni walingesha waondoa yale masalia, hakuna tena mtu ambaye angewasumbua. Lakini umeona sasa, hatimaye wanakwenda tena, ndio maana wakaachiwa waende wao. Kazi ya Mungu akikupa, kuna kitu ameweka ndani yako. Mimi naamini kabisa ya kuwa wangeanza kazi hiyo mapema wale Wanaftali na Wazabuloni, ndio maana waliwekwa pale. Wewe unadhani kwa nini Dani iliwekwa upande ule wa magharibi kuelekea katika bahari ile kuu ya Mediterranean? Maana upande ule walikuwepo Wafilisti waliekaa kwenye pwani wa ile bahari, na Mungu alikuwa ameweka nguvu kwenye Dani. Ndio maana utaona kwenye ile sura ya 18 utawaona watu hao wakifanya nini? Wakiruka na kwenda kuteka sehemu nyingine kule kaskazini. Ndio maana walikuwa ni watu wamepewa uwezo. Samsoni alitokea wapi? Alitokea hapo hapo katika Wadani, lakini Wadani wakawa waoga tu. Yes, usiogope, maana Bwana hakupa roho ya woga. Lakini tumeona pia juu ya Wakenizi. Niongee kuhusu juu ya Wakenizi, lakini kinachofanyika, maana sura ya 4 ukienda kwenye sura ya 3, mambo yaliyotokea katika utawala wa Othnieli, Ehudi, Shamgar na Dibora, unakuta sasa. Ndio maana ukishajua tu yaliyotokea katika kipindi cha utawala wa Muzi wawili watatu, unakuta sasa kuelewa sura hizo zinakuwa rahisi sana. Ndio maana utakachokuwa unafanyia kazi ni mambo mageni peke yake utakayekuwa unafanyia kazi, maana mengine ni yale yale waliyeahidiwa ya kuwa alitakiwa kuishi kama Torati inavyosema, kwa kufundisha na watoto wao, kwa kuongea chakulani waketipo habari za Torati, watembeapo nchiani, na hata kwenye paji la uso alitakiwa waweke Torati iwe ni kumbukumbu ama ukumbusho kwao. Bwana Yesu asifiwe. So Wakenizi walikuwa nani? Palikuwa na watu tofauti tofauti walioitwa kwa jina hili la Wakenizi. Nasema hivyo kwa sababu gani? Palikuwa na wanaoitwa jina hili katika Kanani wakati ambayo Ibrahimu alikuwa anaahidiwa habari za nchi ya Kanani. Anaahidiwa, lakini wanatajwa nini? Wakenizi. So Wakenizi hawa ambayo walitoka kwake Yethro, toka kwa mwana wa Yethro. Na Yethro alitoka wapi? Yethro alitoka kwa mtoto wa Ibrahimu ambaye alikuwa anaitwa nani? Midiani, ambayo Midiani anazaliwa na Ketura, ambayo hapo ni sura 25. Lakini kumbuka, ni kuonyesha sehemu ambayo wanatajwa Wakenizi kabla hata Ibrahimu hajapata watoto. Ina maana kumbe palikuwa na wengi waliokuwa wanaitwa kwa jina la Wakenizi. Ni sawasawa, utaona kabisa kwa kuna majina mengine yalikuwa yanafanana kwenye Biblia. Ndio maana usifanye makosa uite Yakobo yule mwanafunzi wa Yesu eti ndio sawa na Yakobo yule aliyeandika kitabu cha Yakobo. Hapana. Umeona, kuna Yakobo mwana wa Alfayo, kuna Yakobo mwana wa Zebedayo, kuna Yakobo mwana wa Yusufu na Mariam, kuna Yakobo wengi kwenye Biblia pale. So lazima uwe makini kabisa kwenye Agano Jipya na Agano la Kale ya kuwa Yakobo unayeongelea ni ipi. Ni vizuri upate kutoa ufafanuzi. Hebu soma Mwanzo 15:19 Saganda. Wakati anaidiwa Ibrahimu tayari walikuwepo. Mwanzo 15 mstari wa 19. Mkeni na Mkenizi na Mkadimoni na Muhiti na Mpelizi na Mlefai na Mwamoni. Mkeni na Mkenizi. Mkeni na Mkenizi. Mkeni na Mkenizi. So Mkeni yupo, lakini kumbuka ndipo Ibrahimu anaidiwa. Ndio maana weka alama hapo isikuchanganye ya kuwa Wakenizi walitoka tu kwa Ibrahimu.
Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende tena. Yethro ama Reueli, baba mkwe wake Musa, kupitia yule mwanaye aliyekuwa anaitwa Hobabu, uzao wake walikuwa wanaitwa Wakenizi. Hebu soma Waamuzi sura ya kwanza mstari wa 16. Waamuzi sura ya kwanza mstari wa 16. Hao wana wa Mkeni huyo shemeji yake Musa wakakwea juu kutoka. Umeona hao Wakenizi wana wa shemeji yake Musa. Shemeji yake Musa tutaona anaitwa nani, takuonyesha alikuwa anaitwa nani, lakini nimekuambia alikuwa anaitwa Hobabu. Lakini vizuri jue kwenye Biblia inapatikana wapi. Ni wapi? Nirudie. Waamuzi sura ya kwanza mstari wa 16. Pia aliitwa Midiani. Aliitwa Midiani. Hebu soma Hesabu 10 mstari wa 29 uone. Hesabu sura ya 10 mstari wa 29. Ndio. Kisha Musa akamwambia Hobabu mwana wa Reueli Midiani mkwewe Musa, sisi twasafiri kwenenda mahali ambapo Bwana amenena habari zake hivi, nitawapa ninyi mahali hapo, uje pamoja nasi tutakufanyia mema, kwa kuwa Bwana ametamka mema juu ya Israeli. Umeona, ukianza kusomea juu pale utaona kwamba ya kuwa mwanzoni huyu Hobabu alikataa kwenda na wakina Musa, lakini ukiona pale Musa ndiye anayemalizia. Hebu anze mstari wa 28 Saganda. Mstari wa 28. Hivi ndivyo zilivyokuwa safari zao wana wa Israeli kwa majeshi yao, nao wakasafiri kwenda mbele. Kisha Musa akamwambia Hobabu mwana wa Reueli Midiani mkwewe Musa, sisi twasafiri kwenenda mahali ambapo Bwana amenena habari zake hivi, nitawapa ninyi mahali hapa, uje pamoja nasi tutakufanyia mema, kwa kuwa Bwana ametamka mema juu ya Israeli. Naye akamwambia, siendi mimi, ila nitairudia nchi yangu mwenyewe na kwa jamaa zangu mwenyewe. Hebu endelea chini. Naye akamwambia, usituache tafadhali. Umeona sasa? Usituache tafadhali. Endelea chini uone kuwa Hobabu hakuongea tena. Sasa inakuaje hawa uzao wake tunawaona tena huku Kanaani? Ina maana kimsingi Hobabu alikwenda. Hobabu alikwenda. Ndio maana Biblia imesitiriwa. Kuna point ambayo usipokuwa makini uielewi. Umeona ameongea pale, Musa alipoongea akajibu ya kuwa anataka kurudia jibu yake, lakini Musa anaendelea na maongezi chini. Hebu endelea. Usituache tafadhali, kwa kuwa wewe wajua jinsi tutakavyopanga nyikani. Maana alikuwa ni nyikani kule ndio kwao. Nawe utakuwa kwetu badala ya macho. Itakuwa ukienda pamoja nasi, naamu itakuwa mema yoyote Bwana atakayotutendea sisi, tutakutendea wewe vivyo. Umeona? Hapo hajatamkwa tena habari za Hobabu, inakwenda kwenye Waamuzi, inatajwa kuwa na hawa ni Wakenizi, wazawa ama watoto wa shemeji yake Musa. Hawa watoto walikwendaje kama baba yao hakwenda? So maana pale imekuacha njia panda ili wewe mwenyewe utafute kujua. So unakwenda kuona watoto wake pale mbele. Ndio maana unaona kabisa Heberi huyu naye alikuwa ndio hao watoto wake shemeji yake Musa. Basi shemeji yake Musa naye alikwenda na wao, yawezekana na yeye alizaa watoto wake, lakini na yeye kafa njiani. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. So sehemu za mbele ndio inatupa kibali ya kuwa kujua ya kuwa Hobabu baada ya Musa kuendelea maongezi alikubali, maana Musa akamwambia atakuwa kao kama macho wakanyage wapi, wapitie wapi jangwani, maana yeye alizaliwa kule jangwani akakulia jangwani, na huko jangwani kwao ndio Musa alikaa miaka ngapi? 40. Nani amenielewa? Nione ukipunga juu ukisema haleluya. Haleluya.
Wamidiani walitokea kwa Midiani mwana wa Ibrahimu na Ketura, hiyo Mwanzo 25 mstari wa 2. Kwa hiyo hawa Wakenizi yawezekana walikuwa sehemu ya Wamidiani. Umeona sasa? Yawezekana walikuwa sehemu ya Wamidiani, lakini tena mbona Wamidiani tunawaona tena wanawashawishi wana wa Israeli, wanafanya uzinzi pale kupitia Balaamu, ile Hesabu sura 24. Je, ndio wale wale? Kama ni wale wale, kwa nini tena wanaungana na Wamoabu kwenda kusambulia Waisraeli? So yawezekana ilikuwa ni sehemu ya Wamidiani, lakini sio Wamidiani wote, sehemu ya Wamidiani. Umeona, mimi nimesema kuwa yawezekana ilikuwa ni sehemu. Kulikuwa na Wamidiani wengine waliokuwa tofauti, ndio maana hao waliangamizwa. Lakini pia tunapokwenda kuona yule mwamuzi wa ngapi, mwamuzi wa 5, tutamwona mwana wa Yoashi akiitwa nani? Akiitwa Gideoni, lakini akiwashinda nani? Wamidiani. Akiwashinda nani? Wamidiani. So mimi nakuacha njia panda hapo, lakini ninakusubiria nitakapokwenda kwenye Wamidiani na Gideoni mwana wa Yoashi. Bila shaka, hebu sasa nione sasa, utasoma tu, nakupa kazi katika hii wimbo wa Debora. Kama utaweza kusoma haraka itakuwa vizuri. Sura ya 5 sasa, baada ya ushindi Debora akatunga wimbo ambayo akimsifu nayo Bwana, na katika wimbo akaonyesha mambo machache ambayo nimejaribu kuandika dondoo wa wimbo huo ili kusaidie. Tuliona baada ya Mungu kuwatosa mpanda farasi na farasi kwenye bahari ya Shamu, tuliona kabisa ya kuwa tayari Musa na Miriam wakaongoza wana wa Israeli kwa michezo na kuimba, si ndio? Tukaona ule wimbo wa Musa baada ya pale, lakini tuliona wimbo wa Mariam pia baada ya kufanya nini? Baada ya malaika yule na baada yeye kwenda kwa ndugu yake Elizabethi. Lakini pia tuliona wimbo wa nani mwingine? Wimbo wa Ana pia tuliona, si ndio? So zipo nyimbo aina nyingi sana kwenye Biblia ambayo watu wametunga kwa ajili ya kumsifu Mungu, lakini wimbo huu hapa inayo maeneo haya nimeigawa kuwa kwenye dondoo kuu 4. Mstari wa kwanza mpaka wa 5. Mstari wa kwanza mpaka wa 5 ni utangulizi wa wimbo huo wa kusifu. Mstari wa kwanza mpaka wa 5 utangulizi wa wimbo huo wa kusifu. Alafu dondoo ya pili ni mstari wa 6 mpaka wa 8 ambao inaelezea hali ilivyokuwa kabla ya ukombozi ya Israeli. Ina maana anaelezea pale katika huo wimbo hali ilivyokuwepo kabla ya ile ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Na sehemu dondoo ya 3 ni mstari wa 9 mpaka 18. Ushirikiano wa makabila na tukukemewa kwa makabila yaliyoshindwa kutoa ushirikiano. Ushirikiano wa makabila na kukemewa kwa makabila yaliyoshindwa kutoa ushirikiano. Hiyo ni dondoo ya 3. Dondoo ya 4 mstari wa 19 mpaka 31. Ushindi wa Israeli na kifo cha Sisera. Ushindi wa Israeli na kifo cha Sisera. So kinachofanyika ni, mimi nadhani utakwenda kusoma wimbo huo, na ukisoma kama utakuwa na swali utakuja kuniuliza. Lakini pia nikupe na hii hapa. Dhambi hupunguza makabila. Dhambi iliwapunguza wana wa Israeli na hata kuwatoa katika urithi wao. Naomba kabisa uwe makini na utasoma kwa wakati wako sehemu hizi hapa. Waamuzi 3:31, Waamuzi 3:31, Isaya 13:19, Isaya 13:19, alafu naruka unasoma mstari wa 22. Isaya 13:19, alafu mstari wa 22
Wafalme wa Pili sura 10 mstari wa 32 mpaka 33. Wafalme wa Pili 10:32 mpaka 33. Na Wafalme wa Pili 13 mstari wa 3 unaruka unasoma mstari wa 7. Je, kwenye Agano Jipya kuna watu ambao walijitoa kama tulivyoona Debora na waamuzi wengine? Usome kwa wakati wako Luka 8:14, Luka 8:14 na Luka 9:62, Luka 9:62, alafu malizia kwa kusoma Matendo ya Mitume 15 mstari wa 26. Na kama utakuwa na swali utaniletea. Hiyo ni juu ya sura ya 5 ambao ni wimbo wa Debora. Nimeifupisha hivyo, lakini bila shaka ni wimbo. Amina. Lakini Jumapili, maana kesho sitafundisha, kesho nitakutana na mtu moja, lakini Jumapili nadhani pia nitakuwa na nafasi ya kuweza kupitia, maana nitakuwa na insight, na maana nitakuwa na kuelezea mambo muhimu kuanzia sura ya 1, kuanzia kitabu cha Waamuzi na kuanzia sura ya 1 mpaka sura ya 5, lakini nikikava pia hii sura ya 5 ambayo ni wimbo, lakini kapitie kama nilivyoifupisha hivyo, alafu uone. Umeona, utaona mambo yaliyotokea, utaangalia. Alafu ukiangalia ni vizuri uangalie kwenye reference ya kuwa je, kwa nini mabaya hayo yaliwapata? Utafute kwenye vitabu vilivyotangulia kuwa ni sheria gani ambayo wamekwenda kinyume nayo, na ile inakupa nini nafasi ya wewe pia kwanza kujua sheria za Injili ambayo inatakiwa ikuongoze. Ukiangalia kwenye Agano la Kale, uiangalie na kwenye Agano Jipya. Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Mungu? Kesho tutakuwa na ibada, kesho tutakuwa na kipindi, lakini kesho itakuwa na maombezi ya mtu moja mpaka jioni. Lakini pia kama una nafasi, njoo kwa ajili ya maswali pale. Napenda sana uje pale na maswali yako. Lakini pia kama ni mgeni, ukuwepo miaka 3 iliyopita, ukuwepo 2014-15, basi unatakiwa uje pale nikupe msingi tuliyeanza kutembea naye, ujue, alafu anze kufanyia kazi. Lakini pia nipitie na wewe huko nyuma. Pia nilishafundisha Biblia nikamaliza. Unatakiwa pia usomeje Agano Jipya, ubalance namna gani tunaposoma sura moja na kujifunza, na kule kwingine je tusisome? Uje tuongee mengi, lakini pia kuomba, pia kunena kwa lugha pia. Njoo ujaribishe moto wako, kama ni moto wa kigeni ama ni moto unayetoka patakatifu. Ndio maana unahitaji pale ukae pembeni na mimi, mchungaji, leo nimekuja tu ni test moto wangu. Unaanza kwenda hewani, ama unakuja unanielezea unachojua kuhusu kitabu cha Joshua tuliyepitia, ama vitabu vya kule nyuma. Watu wa Mungu, hiyo ni njia ya kujifunza. Kama utanena Mungu utakaa ndani yako, hata kama sipo, utakuwa Debora atakayeokoa wengine. Maana kinachookoa watu ni neno la Mungu. Na unapojua neno la Mungu, siku zinakuja ambayo sitakaa na kuombea watu. Wengi watakaa na kuombea watu, maana watu wanakuja wengi. Mkubwa watu wanayefika sasa hivi, na maana kuna uhitaji ya watu wengi sana. Ndio maana nasema hivi, kama mkao wa kula, maana kama ni kila kitu mimi naachia kwa watu. Wamama, mkono wako huo umeshapokea upako wa Roho Mtakatifu, unatakiwa unyoshe ukichunguza. Usianze kunyosha kwa wewe, utaua wengi. Inyoshe inavyotakiwa. Hii swala la watumishi wa Mungu kunyosha watu kidole, wajui kama wanaua watu, hawajui kama wanaangamiza hata taifa na watu wengine. Usinyoshe watu kidole kama wewe ni mtumishi wa Mungu. Mkono wako ni hukumu, ni hukumu ya Bwana juu ya shetani na ufalme wake. Usikasirike. Ndio maana tuwaombee neema wanaotuudhi na wanaotufanya nini, maadui zetu na wanaotuudhi. Ukikasirisha mtumishi wa Mungu ukanyosha kidole, unaua wengi. Inawezekana usimuue yeye, lakini watoto wake, ndugu zake. Ndio maana naomba kabisa, nyosha mkono wako ukibariki, nyosha mkono wako ukiachia baraka, onyesha mkono wako ukitoa mapepo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nani amenielewa? Nione ukifanya hivyo, ukisema haleluya, 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 haleluya.
imefika hiyo kwa wahusika wakuu waitendee kazi. Nani mwingine mwenye sahihi haraka Saganda? Tumeona kijito cha Kishoni hapa walipotakiwa kukutana hawa watu 10,000. Na kijito hiki tumekiona pia mbele kule, mfalme nabii mgeni wa Gileadi aliwakusanya wale manabii wa Baali katika kijito cha Kishoni. Je, kuna kitu gani hapa kwenye hiki kijito? Kijito hicho kimebeba hukumu. Kijito hicho kimebeba nini? Kimebeba hukumu. Umeona Sisera na majeshi yake, ufalme wa Hamor wanapata hukumu yao kwenye kijito cha nini? Kishoni. Lakini kumbuka na wale manabii wa Baali 450 watapata kuchinjwa wapi? Huo kwenye kijito cha nini? Kishoni. Lakini kumbuka ya kuwa ilikuwa ni sehemu ya hukumu ya Baali. Maana kumbuka wale makabila ya Kanani, mungu wao mkuu alikuwa nani? Alikuwa Baali. Lakini wale manabii wa Baali nao wakachinjwa pale. Pigia Bwana makofi makubwa. Nitaka nikuonyeshe kidogo Biblia yangu hii. Umeona hapa wana wa Israeli wanatumikishwa. Umeona Sisera anaporukaruka na magari yake. Lakini umeona sasa mtu amtende, watu wanamuendea nani? Wanamkwendea Dibora. Sasa Biblia ya picha, the picture Bible. Unamuona watu wanamuendea, umeona amekaa. Umeona hapa anatuma mtu aenda akamuite nani? Aenda akamuite Sisera. Umeona Sisera amefika sasa, huyu hapa amri wa jeshi, unaiona Sisera, lakini amekaa kwenye mtende. Hakuwa na ofisi wa hema yake nzuri imetengenezwa. So usiseme hakuwa wewe una sehemu, una sijui kanisa, sijui una nini. Hapana. Muona hapa watu wanamuendea, umeona anatuma watu, umeona aenda kamlete huyu hapa ndio Baraka. Lakini sasa ona upande wa pili hapa. Umeona sasa hapa ndio vita, lakini unamuona anainua mkono wake juu. Umeona zinapigwa. Umeona mvua hapa, mvua imenyesha imepiga, umeona matope. Umeona mwanamke jasiri. Ameinua mkono juu. Ukipata nafasi ukija nitakuonyesha, nitakupa kupitia, inaitwa the picture Bible. The picture Bible. Yaani kuna wakati mwingine kuona na macho inasaidia sana kuliko hata kusoma. Ndio maana elimu nzuri ni kusoma pamoja na kuona kwa macho. Ndio maana mara nyingi sana napenda kuleta picha ili watu wapate kufanya nini? Wapate kuona. Basi mimi naomba mtakatifu wa Bwana, muda umeendelea sana, lakini Mungu wetu ni mwema kwa sababu tumeona mkono wa Bwana ikiwa pamoja nasi, na sio jambo la kubahatisha. Ninaomba Baba, katika jina lako ninawaleta watakatifu wako kwako. Jinsi Baba wa rehema Dibora alivyowaleta wana wa Israeli baada ya kukuacha muda mrefu, na ukawatia katika mikono ya Yabini wa Kanani aliyetawala Baba wa rehema eneo la Hamori, akiwa na amri jeshi wake Sisera. Baba, Sisera alikuwa na magari ya chuma 900, akaonea Waisraeli Baba wa rehema, maana walikuacha wewe. Yawezekana watakatifu hawa Bwana, kuna kwa njia moja ama nyingine wamewacha neno lako Baba wa rehema, maana wewe ni neno na neno ni wewe. Yawezekana yanayetesa maisha yako ni kwa sababu Baba wa rehema kukaa katika neno lako. Mungu mweza wa yote, kama Dibora alivyokuja kwako kwa niaba ya wana wa Israeli, ukamuongoza kwa karamu uliyoweka ndani yake, naye akiwaamua watu wako na akitoa mpango Baba wa rehema ya kuitwa Baba wa rehema Baraka kutoka kule Kedesh eneo la Naftali, na akimwambia kuwa Bwana atakwenda mbele zako, naye atamleta Sisera na magari yake katika mto Kishoni. Baba wa rehema, jinsi ulivyofanya mto Kishoni
ikawa ni eneo la hukumu ya Baali na watu wake. Baba wa rehema, nami leo naweka Baba wa rehema mito Kishoni ya damu ya Yesu, iwe ni hukumu Baba wa rehema ya magonjwa, iwe ni hukumu ya laana zote, iwe ni hukumu ya magonjwa ya moyo, iwe ni hukumu ya magonjwa kwenye damu, iwe ni hukumu ya magonjwa kwenye ngozi, iwe ni hukumu kwenye magonjwa yote kwenye tumbo la uzazi na tumbo la chakula, iwe ni hukumu Baba kwenye vifungo vyote na vifuniko vyote vinavyotesa watu wako. Baba wa rehema, kama ulivyomsawishi Sisera baada ya Debora kumamrisha baraka aende akakusanye kule katika Naftali na Zabuloni watu 10,000 na kuenenda nao katika kilima, Baba wa rehema, karibu na mto Kishoni, na watu wakamwambia Sisera. Sisera akaandaa magari yake na kuenenda. Nami ninaagiza Baba wa rehema, kwa mamlaka ya jina la Yoshua wa pili, ninaamrisha Baba kuumwa kwa tumbo, ninaamrisha Baba miguu inayochoma choma, ninaamrisha Baba mguu inayovuta vuta, ninaamrisha mkono unayovuta vuta, ninazikusanya zote, ninavisawishi kama neno aliambiwa Sisera ilimsawishi yeye na mfalme wake Yabini wa Hamori. Wakaamua kukusanya majeshi na magari 900 wakienda kwenye kijito cha Kishoni. Nami ninaagiza mabaya yote, laana zote kwenye ukoo wa baba na mama, kwenye ukoo wa mume na mke wako, kwenye taifa lako, kwenye mkoa wako, kwenye wilaya yako, kwenye biashara yako, kwenye kazi yako, ninazisanya zote, ninazielekeza kwenye Baba mto Kishoni wa damu ya Yesu Baba, ili hukumu ipatikane kwenye damu ya Yoshua, ipatikane kwenye damu ya Yoshua, ipatikane kwenye damu ya Yoshua. Na Baba wa rehema, mvua ikanyesha, ninaamrisha mvua hiyo inyeshe tena kwenye ulimwengu wa kiroho, inyeshe kwenye magonjwa Baba. Mvua ya damu ya Yesu inyeshe Baba wa rehema kwenye mapungufu kwenye maisha yako, jinsi mvua ilivyonyesha na kijito Kishoni kikafurika, maana wakapita kabla mvua haijanyesha Sisera na magari yake 900 Baba, kisha mvua ikanyesha. Nami ninaamrisha mvua ya damu yako inyeshe Baba kwenye nafsi yake, inyeshe kwenye roho yake, inyeshe kwenye mwili wake, inyeshe kwenye mishipa na mifupa, inyeshe kwenye ufahamu wake, inyeshe kwenye kichwa chake Baba, kelele zinazotokea kwenye masikio yake Baba, maumivu ya usiku Baba, usingizi aliyelazwa Baba wa rehema, ninaamrisha sasa Baba wa rehema, kijito cha damu ya Yoshua iwabebe Baba wa rehema magonjwa yote, jinsi Baba wa rehema magari na wanajeshi Baba wa rehema Baba wakazidiwa na Baba kijito Kishoni ikawabeba Baba wa rehema. Naye alipoona kwa magari mengine hawezi kutembea na gari lake Sisera, akashuka na kwenda mbio hadi kufikia eneo la Baba Kedeshi, naye akakaribishwa na Yaeli. Kwa mamlaka ya jina la Yoshua, ninaagiza magonjwa yote yakaribishwe na Yaeli, yakaribishwe ili yakateketezwe. Nami nayateketeza mabaya yote, hatua zako zilizofungwa, kibali chako kilichofungwa, hatima yako iliyofungwa Baba, kifungo hicho Baba leo naiteketeza, jinsi ambayo Yaeli akachukua kigingi Baba wa rehema na kuitia Baba wa rehema kwenye kichwa cha Baba Sisera, na pale akafa pale. Ninayateketeza Baba wa rehema mabaya yote, vifungo vyote, vifuniko vyote, mabaya yote yaliyokusibu kutokuonekana, unachokifanya kionekane, ninayaondoa kwa jina la Yoshua, nayaondoa kwa jina la Yoshua.
Na Baba muweza wa yote, ule usingizi Baba wa rehema ambayo Baziwa aliyepewa Sisera ikamfanya alale usingizi mzito, Baba muweza wa yote, ewe uliyelazwa usingizi mzito, hata mchana unasinzia, hata usiku mapema unasinzia, ninakuamsha, amka kwa jina la Yesu. Amka uliyelazwa usingizi wa mauti, amka. Naamsha nafsi yako, naamsha roho yako, naamsha mwili wako, naamsha hatua zako, naamsha kibali chako, naamsha mapato yako, naamsha afya yako. Afya yako inaamka dada, afya yako inaamka dada, afya yako ya mke, afya yako ya mke mama, afya yako ya mke, afya yako ya mke, afya yako ya mke, afya yako ya mke. Nasema afya yako iliyelazwa usingizi wa kiroho, afya yako ya mke, afya yako ya mke, afya yako ya mke. Nataka afya yako ya mke, afya yako ya mke, nataka afya yako ya mke, afya yake ya mke kwa jina la Yeshua. Afya yake, presha, kisukari, magonjwa kwenye ukoo wa mama na baba na mme, ninakuamsha katika magonjwa hayo, na kuamsha katika magonjwa ya amka, 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 amka kwenye magonjwa yote, usingizi wa magonjwa. Ninakuamsha katika usingizi wa magonjwa, ninakuamsha katika usingizi wa kutokuonekana, usingizi wa kufunikwa sura, usingizi wa kufunikwa nyota, usingizi wa kufunikwa hatua zako, usingizi wa akili na mwili na mawazo. Ninaagiza uamke katika usingizi, na mgusa uzao wako itoke kwenye usingizi. Amka, amka sura yako na muonekano, amka mapato yako, amka hatua zako, na amsha watoto wako na elimu yao. Amka afya yako, afya yako ya mke, amka. Ninakuamsha afya yako, amka. Uliyelazwa usingizi wa Sisera, baada ya Eli kumpa maziwa akanywa, akalala usingizi mzito, akatiwa kigingi. Walipanga kukutia kigingi, nami ninaagiza toka kwenye tumbo lake, amka raka, amka kwenye tumbo lake, amka katika sura yake, amka katika nyota yake, amka kwenye akili yake. Ninakuamsha kwenye usingizi wa mauti, naamsha viungo vyako vyote, naamsha hatua zako zote, naamsha mipango yako yote, ninaamsha biashara yako kutoka kwenye usingizi, ninaamsha viungo vyako vyote, ninaamsha miguu yako itoke kwenye usingizi mauti, hatua zako zitoke kwenye usingizi mauti, akili yako, mishipa za fahamu na kumbukumbu, tumbo lako iliyofungwa, naona tumbo lako linaamka, naona tumbo lako linaamka, naona tumbo linaamka, naona mishipa ama kwenye usingizi wa moto unayowaka kwenye miguu yako, inayowaka kwenye miguu yako, inayowaka kwenye mwili wako. Amka kutoka kwenye usingizi wa vyakula uliyelishwa, amka kutoka kwenye usingizi wa ndoto mbaya. Ninakuamsha na kuamsha kutoka kwenye usingizi ya mauti iliyelazwa moyo wako. Wanakuambia moyo umekuwa pana. Mungu alikuumba akiwa na mpango na maisha yako. Mabaya yote ninaamsha na kuyaondoa na kuamsha kwenye usingizi wa mabaya yote. Amka na iwe asubuhi kwenye maisha yako, iwe asubuhi kwenye nafsi yako, iwe asubuhi kwenye roho yako, iwe asubuhi kwenye mwili wako, iwe asubuhi kwenye hatua zako, iwe asubuhi kwenye kuonekana kwako, iwe asubuhi kwenye familia yako,
iwe asubuhi kwenye ndoa yako, iwe asubuhi kwenye biashara yako, iwe asubuhi kwenye elimu ya watoto wako, iwe asubuhi kwenye familia yako, iwe asubuhi kwenye mawazo yako, iwe asubuhi kwenye karama na huduma zako, iwe asubuhi kwenye kinywa chako na huduma yako na kuimba kwako, iwe asubuhi kwenye viungo vyako vyote, iwe asubuhi kwenye tumbo lako la uzazi, iwe asubuhi kwenye tumbo lako la chakula, iwe asubuhi kwenye mishipa za fahamu na kumbukumbu, macho yako, iwe asubuhi kwenye viungo vyako vyote, iwe asubuhi kwenye uzao wako, iwe asubuhi kwenye mfumo wa mzunguko wa hedhi yako, iwe asubuhi kwenye njia zako zote. Baba, na agiza majeshi yote ya Sisera yaliyekaa katika maisha yake. Mashetani ni majeshi ya Sisera, majini ni majeshi ya Sisera, majoka ni majeshi ya Sisera, wachawi na waganga ni majeshi ya Sisera. Roho hizo chafu zote ninazikusanya, nazitosa kwenye mto Kishoni, na malaika wa uso wa Bwana yasimamia yote yapate kwenda. Ninatangaza ukombozi na kutoa kwenye ulimwengu wa kiroho na kurudisha katika ulimwengu wa kawaida. Nami natukuza jina la Yeshua, na katika jina la Yeshua na wote tuseme amen. Amen. Pigia Bwana makofi makubwa. Basi uwe na amani mtakatifu wa Bwana.